that in every way you are very religious. I see that in every way, nyinyi ni watu wa dini, very religious. As I walk around, I look carefully at your objects of worship. I even found an altar, and it has this inscription. It's written, "To an unknown God." Paul says, "Now, what you worship is something unknown. I am going to proclaim to you that the God who made the world and everything in it, He is the Lord of heaven and earth. He does not live in temples built by hands, and He is not served by human hands as if He needed anything, because He Himself gives all men life, and He gives breath and everything else. He Himself gives life to all men, and He gives breath to all things. He gives life to all men, and He gives breath and all other things." For just a few minutes of your time, the people who know their God, wale watu ambao wanafahamu Mungu wao ni akina nani. For the next 30 minutes of this service, what is remaining of this few minutes, nataka niangalie wale watu ambao wanafahamu Mungu wao, wale watu ambao wanafahamu Mungu wao. Leo tumefundishwa mambo mengi katika kanisa, jinsi ya kutoa, jinsi ya kukaa, jinsi ya mienendo, jinsi ya. At the end of the day, it's not how much we have learned. It is how much we are practicing. It's how much we are practicing. Now, tuko katika nyakati kwamba ndiposa uitwe Mkristo, ya kwanza lazima uwe na jina la kizungu. Lazima uwe na jina la kizungu. Lazima uwe kwamba ulibatizwa. Kama ulibatizwa kwa bendera, ama ulibatizwa na maji ya kunyunyiziwa, na kuna wengine pia walibatizwa na maji mingi kama hawajaokoka. Lakini sasa, maadamu tu una jina la kizungu, unaitwa Stephen, unaitwa Joseph, unaitwa Joshua, unaitwa Abraham, unaitwa Isaac, as long as kuna jina la kizungu, tunajitamka kwamba sisi ni Wakristo. Hiyo ni uongo. Christianity has nothing to do with an English name too. And this, I know, I will destroy the theology of many. Hata kama unaitwa Yesu, wewe sio Mkristo. Hata kama unaitwa Abraham, wewe sio Mkristo. Maana Ukristo hauna lolote linahusiana na majina. So kama wewe unaitwa Isaac, ama kama unaitwa kama mimi Stephen, ama kama unaitwa jina lingine, hata uitwe Mary, jina lilikuwa na mama wa Yesu, wewe sio mama wa Yesu. Christianity has nothing to do with the English name that you have. Now every time tukienda shule tuko naulizwa, what is your baptism name? Unaambia mimi naitwa Stephen. Na maana niko na jina Stephen, na Biblia iko na jina Stephen, najiona kwamba mimi na Biblia tuko sawa. Na najua kuna watu wako katika ibada hii, hauna jina iko kwa Biblia na inakusinya. Wako nasikia vibaya kwamba watu wengine wakiitwa majina yao inaonekana kwa Biblia, lakini wewe jina lako ni la Mkatoliki, ni la Muitaliano. Maana wale ambao tulizaliwa katika Catholic, sisi tu ni neema tu ilitusaidia, hatukuitwa majina mengine ambao imeitwa watu wengine, ambao ni majina ya watu. Kwa hivyo kama niko na jina la kizungu na niko katika maandiko, mimi sio Mkristo. Hilo ni jina. Hilo ni jina. Namba 2, kuja kanisani hakukufanyi Mkristo, kunakufanya mshirika. Kanisa haikufanyi Mkristo, inakufanya mshirika. Ndio maana unafaa uelewe, wakati unakataka kukuja kanisa, sio pastor una punish, ni wewe mwenyewe hauna Ukristo ndani yako. Amen. Kuja kanisani haikufanyi Mkristo. The same way, hii keyboard inakaa kwa hii kanisa, hii keyboard sio Christian. Ni keyboard. Tukiichukua sasa hivi tuipeleke carnival, itacheza zilizopendwa. Maana kukuja kanisani hakujaifanya ikawa Mkristo. Ukristo ni uhusiano. Ukristo ni uhusiano. And let me appeal to your conscience. Dhamiri yako inajua kama unamjua Mungu ama haumjui. Inajua. Macho yetu inaweza danganywa na jinsi umevaa. Masikio yetu inaweza danganywa na jinsi unavyoongea. Tunaweza changanyikiwa. Lakini dhamira yako, your conscience knows where you stand with God.
Dhamira yako inajua. Nataka uelewe, unapokuja kanisani, haukuji kanisani kuliwa, hakuna mtu unafaidi. Hakuna mtu kikuja hapa sasa tunakuandikia barua ya appreciation. Thank you so much for coming. We have done without you. You know, when you do not come, we don't. No. Na ungependa sana nikutie moyo wangu umekuja kwa kanisa nikubembeleze. Ukristo ni uhusiano. In John chapter number 6, ndio kanisa iliwahi toka watu wengi dunia mzima. Chakula in that John chapter number 6. Alafu anawaambia kwamba mwili wangu ni nyama ya kweli na damu yangu ni kinywaji kamili. Akawaambia mtanikula na mtanikunywa. Sema huyu mtu ni aina gani? Sisi tule mwili wake na tunywe damu yake, hatukunywi. They left. Wakamwacha. Ndio kanisa ya kwanza. Watu walihepa, watu waliondokea pastor. Wakamwacha pastor na only 12 people. Na mimi kama ningekuwa Yesu, hapo ndio ningebebeleza niwaambie, hiyo mahubiri nimehubiri the 12 disciples. Sitawahi kuhubiri tena, ni msiende. He done. Look at the 12 when walibaki. Akauza na nini mmebaki mkifanya nini? Mbona mweni? Why are you not going? Hear me, child of God. Every time you want to be, kubembeleza ukae ndani ya kanisa, Ukristo hauko ndani yako. How? Every time lazima tuhubiri mambo mzuri, pesa, magari, mashamba, manyumba za kigorofa. Utaenda Marekani na sio Somalia. Every time that is what your ears wants to hear. You have not come to the river where it is flowing ever so deeply and deeply and deeply. Christianity has nothing to do with entertainment, and what we have given you from the altar is entertainment. What we have given you is presentations. What we have given you is hatutaki kuchanua nywele, kama unachanua mbele, hataki kuchanua nyuma, maana tutakukwaza. So that is why most of the pastors have become prisoners of the congregation. I am one free pastor. Kwamba siwezi kuhubiri hii, maana mwenye anatoaga fungu la 10 milioni moja atakasirika na ataenda. I was telling a pastor friend of mine, kwamba kutoka wakati corona ilianza mpaka pahali ambapo tumefika saa hii, hakuna mtu amekuja kwa nyumba yako akasema pastor, nimekuja tu kuangalia kama kuna chakula. Because I'm sustained by heaven, not by people. If people were what I was looking for, Joshua, what I'm preaching right now is a waste of time. We would have made some good money right now. But there is a desire in me. Kuna shauku, kuna tamanio ndani ya moyo wangu. Kwa nyakati zangu zikifika, aidha za kutoka hii Machakos ama za kutoka dunia hii, kuna kitu nitaacha nyuma. Amen. I told someone this week, I know with all my heart, mimi mjuaga kwamba Machakos is not my final station of ministry. That's what I know. What I do not know ni hiyo nyakati ni lini na ni wapi. But I know in my know, Machakos is not my final station of ministry. That's what I know. Now, forget about that. Those are prophetic things. Now, Paul, let's come to Paul. Paul anaambia watu wa mji wa Athens. Akabia jinsi nilipokuwa nazunguka, nimeona kweli kabisa nyinyi ni watu wa dini. He never said that they had a relationship with God. No, because anawaambia kwamba wakati Bwana anazunguka mpaka ndio kuna madhabahu ambazo mmezijenga na hata hamjui Mungu hiyo madhabahu. Hiyo madhabahu inaitwa kwa Mungu asiyejulikana. So Paul anawaambia huyo Mungu mwenye mnasema hamjui, huyo Mungu ndiye nita-reveal, ndiye nitawaonyesha yeye nyinyi. Kwamba wao walikuwa watu wa dini kabisa, wako na madhabahu lakini Mungu wa hiyo madhabahu hawamjui. They don't know him. Hear me, child of God, you will not be surprised. Haita surprise mtu yote kujua kwamba kuna Wakristo wengi ambao wako makanisani na Mungu hawamjui. Hawamjui. What they know is about him. Kenya wanajua ni kumhusu yeye, anainuana, anafanyana, anaendana, anasemaga. Huyo Mungu alikuwa na watu wa kila fulani, akawainua, akawabariki na watoto, akina Hana, akina Sara, akina ule mke wa Manoa mwenye amemzaa Samson. We know about God, but very few know him. Very few know him. I will show you the people who know their God. Because of that, whenever we read in the first service so quickly, 2 Corinthians 13 verse number 5. And Paul will tell the church in Corinth in his second letter,
Examine yourself. Jitafute, jifanyishe mtihani. Angalia kama uko ndani ya imani, ama kama wewe ni wa Kristo, ama wale watu wa dini ambao walikuwa pale Athens. Walikuwa wanaabudu miungu ambao hawaifahamu. And they were religious. They were religious. Are we in a religious setup? Or are we in the faith? So he says, examine yourself whether you are in the faith. He says, test. Hii jifanyishe mtihani. Sasa mimi nataka nikupatie exam paper. Nataka nikupe exam paper. Sasa mimi nikikupe exam paper, wewe utamark. Mimi sitamark. Wewe utajaza, alafu utamark. Utajaza, alafu utamark. Exam paper number 1. The people who know their God, they do exploits. Ni watu ambao wanafanya mambo isiyo ya kawaida. Ni watu ambao wako na ufahamu wa Mungu ambao unazaa mambo ya kiroho, supernatural, beyond normal occurrences. Daniel 11 verse number 32. It starts from verse number 21 if you want to understand. I don't only read 32 in the interest of time. But he says this. The flattery will increase because of the wickedness. Okay, mzaha utaongezeka kwa sababu ya uovu. Lakini anasema hivi, but the people who know their God. 11:32 he says, but the people who know their God, they will be strong and they will do exploits. Amen. Daniel chapter 11 verse number 32. He says, those who do wickedly against the covenant shall corrupt with flattery. That is, flattery will increase because of wickedness. But the people who know their God shall be strong. The NIV will say they will do great exploits. They will do great deeds, great acts. They shall carry out great exploits. Exam number 1. Wewe ni Kristo, ni mambo mangapi isiyo ya kawaida umeiona katika maisha yako? Umekuwa kwa kanisa for the last 3 years. I told you, examine. Hii si mahubiri, we are just examining, we are doing a test. Because wale watu ambao wanamjua Mungu, wale watu ambao sio wa kidini, wa Athens walikuwa watu wa kidini. Ni watu wangapi wanaingia katika makanisa yetu Joshua na hawajaokoka? Na mtu hata hana aibu, tukifunga macho anafunga, tukilia analia. Lakini hautaki tuiseme, nikakwambia you are looking at one free pastor. Mimi niko kama Yesu aliuliza kina Petro, mtaenda na nyinyi wazazi tena hapo ndio yuko na maneno uzima. Mtu hajaokoka, lakini unapata mtu anapanda mpaka amedanganya mpaka pastor ameingia mpaka kwa uongozi wa kanisa. Lakini aibu hauna, haujaokoka na aibu hauna. Lakini unataka upende na kukichaguana ukose kuchaguliwa, unaleta panganga na kelele mingi sana. Lakini haujaokoka na hauoni aibu, haujaokoka. Na pia hautaki tuongee na tuhubiri injili ya wokovu. Sasa niko na neno ambalo litakueleza na utanipenda au unichukie milele, lakini ukinipenda, umependa maandiko, ukichukia umechukia maandiko. Yule mtu mwenye ataaga kama hajajuana na Kristo, hata ukihama hii kanisa uende ya uono, yule mwenye anakufa, anatoka dunia hii na hajafanya uhusiano na Yesu, in as much as we love you, we have to tell you the truth. It should be Hebrews chapter number 9, verse number 29. Or start from verse number 27. Hebrews 9:27. Please quickly. I pray it is that verse because I don't have time to go to chapter number 7 and look for it. It is appointed for men to die once. After this, judgment. Unanikubaliana nisema hii, tulikuwa mahali pengine mimi na mke wangu, ndio tukamsikiza padre akisema kwamba kuna watu watatu wanakufa duniani. Kuna wale wabaya kabisa hawanaga na msikiti. Lakini kuna wao wengine wanakuja kanisa na wako na tuma vitu tumamama. Ndio pala tu. Tuko hapa. Tunaweza kuambia mtu mwenye ako kwenye hatu. Kumwambia Ibrahimu acha kazi ngumu nafanya shuka. Pesa yake kwa kanisa weka hivi. Na sasa kuna wale ambao na kulingana as of now don't even think wamefikisha 1000 saints. Kwa sababu wakati walianza na kukua saints is a process kwao. Child of God are only two people. Mwenye anaanga akiwa na Yesu ndani yake anaenda kwa huyo Yesu.
mwenye anaaga bila Yesu ndani yake haendi kwenye huyo Yesu wako. Full stop. Hii mambo ingine ni added things ambazo hazini. Paulo anawaambia, you're very religious, mko na madhabahu na hata Mungu yeye madhabahu hajulikani. So ukitaka kuelewa kama wewe hauko kwa dini, uko kwa uhusiano na Yehova, the people that know their God, they do exploits. Wanapewa sifa. Muangalie mtu kama Elia, anashukisha moto. Angalia mtu kama Musa, ananyosha fimbo, bahari inatawala. Angalia mtu kama Yoshua, anazunguka Yeriko, kuta zinaanguka. Muangalie Yoshua, anapigana na 21 kings na mashina wao. What exploits can be said about our lives? Nini inaweza andikwa sahi? Waseme kwamba wangependa kuandika Biblia tena kenye Mungu anakisema. Look at Acts chapter number 1 verse number 1. Acts 1, he says, the former account I wrote for you, Theophilus, and he says, of all that Jesus began both to do and to teach. Ni nini Mungu anakisema katika kizazi chetu na anakifanya kinaweza andikwa? Ni nini hicho unaweza angalia katika maisha yako, katika mwenendo wako na Kristo, uhusiano wako na Kristo, na niseme hii ni jambo lisilo la kawaida? What is that expert? What is that unique thing? Ni nini hiyo inaweza simamisha niseme hii Bwana amefanya? Amefanya maajabu na siwezi kueleza, imba, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Amefanya maajabu na siwezi kueleza, amefanya maajabu. Sasa niulize zaidi ya wimbo, andika sasa maajabu. Andika hiyo maajabu. Unasema hata hauwezi kueleza, iandike sahi. Saa zingine kuna nyimbo tunaimba Mungu anasema waongo. Anasema mtubu sahi. Maana hata imani ya mambo isiyo ya kawaida hatuna. Acts chapter number 5 verse number 12. We start this evening as somebody Acts the whole day. 5 verse number 12, he says, and by the hands of the apostles, great miracles, great signs, great wonders were done. Through the hands of the apostles, signs, wonders, they were done amongst the people. Mambo isiyo ya kawaida. When is the last time ulikula chakula ya kimiujiza? When is the last time ulipata usafiri wa kimiujiza? When is the last time ulipata kazi ya kimiujiza? The people that are in a relationship with God, they live a life of exploits. Exploits. Mambo isiyo ya kawaida. Matukio isiyo ya kawaida. Signs and wonders. Angalia the disciples. Actually, kuanzia tu pale chapter number 3, mtu mwenye alikuwa ni kilema, ameketi kwa lango, wamemwinua akamwambia, in the name of Jesus that we have, rise up and walk. Na akaanza kutembea na mji mzima. Tumemzoea Mungu wa historia. Tumemzoea Mungu ni kama mikono yake imebanwa, hana kitu anafanya, hana kitu anasema. Luke anasema in Luke 1:1, Acts 1:1, anasema kwamba yeye ilimpendeza andike kile Yesu alikisema na kile Yesu alikifanya. What are the great works in our churches today? Ni mambo magapi ama gani ambao tunaweza riga na tuseme Mungu wetu amefanya hii? Mungu wetu amesimama na sisi namna hii. Nini hiyo tunaweza tofautisha sema sisi sio kama wale? Maana tofauti ya sisi na Waislamu ni pesa wako nazo mingi kutuliko, wanaomba zaidi kutuliko, misikiti yao ni mrefu kuliko makanisa yetu. Na mingi ya misikiti yao sio ya mabati ya makato, ni imejengwa vizuri. Na hata madirisha za misikiti yao ziko na rangi, zetu zinanga rangi, zao ziko na marangi za mingi. Hata masaa yao ya kuomba ni mingi kuliko yetu, na hata kuamka asubuhi anamkanga mapema kutuliko, tumewashinda nini? And the people who know their God, they will be strong and they will do exploits.
Examine yourself. See whether you are in the faith or unafanana wale wa Athens that were just religious. Number two. The people who know their God, their worship is from the heart. Ibada yao inatoka kwa moyo. Their worship is genuine. Their worship is authentic. Ibada yao sio nyimbo peke yake. It's not just songs. Their worship is not just the lifting of the hands or the kneeling. No. Their worship emanates, inatoka, chemichemi yake ni moyo wao. Matthew 15 verse number 7. Matthew 15, 10 verse number 8. He says, he calls them hypocrites. Wanafiki. Isaiah prophesied about us and he said, verse number 8, that these people wananikaribia tu na mdomo na wananiheshimu na lips zao, wananikaribia na vinywa, wananiheshimu na midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Let me show you a scripture. It should be Proverbs 23 verse number 7. I know we know the second part of it. We never preached the first part of it, but we preached the second one. He says, for as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with him. When you went to hivyo tunakuwa baba, tunakuinua lakini uongo haujamuinua. Ni maneno tu that these people draw near me with their mouth. Baba, tunakupenda. Anasema basi, unanipenda tulia hapa masaa mawili niko na appointment. Lakini ulisema unapenda. Ulisema kwamba Bwana, hakuna jambo ambalo ninaweza kukataa kukupatia wewe. Anasema basi, hiyo simu ulinunua jana kile kwa madhabahu ipewe mtu mwenye hana simu kwa kanisa, maana pastor ako na simu nzuri kupindukia. Anasema shetani shindwe kabisa. We so much come to him with our mouth. Mimi nakwambia kama Mungu angekuwa anaangaliaga mdomo, hata shetani angekuwa mbinguni. Mungu kama angekuwa anasikizanga tu mdomo na haangalii kile kilicho moyoni. It should be Jeremiah 17 verse number 5. Quickly please. But his heart is not with you. They tell you eat and drink, but the heart is not with you. He says that thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Keep moving. He says he shall be like a shrub, but shall inhabit the places which is not inhabited. Move up to verse number 9. He says, blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is in the Lord. How shall he be? Verse number 8. He shall be like a tree planted by the waters, spreads out its roots at the river, without fear when he comes. But if his lips will always be grieved, will not be anxious in the ear of drought, will not cease from yielding fruit then none. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? When God is looking at us, Psalm 16 verse 7 and 8, God tells someone, I don't look at outward appearance, I look at the heart. Na kwa hiyo mtu wa Mungu naweza vaa suti na nivae tai mbele na nyuma, lakini tai haishtui. Angalia outward appearance na angalia na moyo. Unaweza kuwa umeketi kwa kanisa na unafiki, maana anatuita hypocrite. Naweza kuwa tumeketi ndani ya kanisa na unafiki. Elewa, mchungaji, mzee wa kanisa, kiongozi anaweza kosa kuona unafiki, lakini Yehova unafiki inakuwa kama symbol. Ndio maana sasa kwamba wale watu ambao wako na uhusiano na yeye, ibada yao sio maneno. Ibada yao inatoka kwa mioyo yao. Inawezekana hawajui kuimba, inawezekana hawajui kuweka kii, lakini ibada yao inatoka kwa moyo. Hawaji kanisani kuonekana outward appearance. Hawaji kanisani diposa conscience yao, dhamira yao waipe chakula ya kwamba kwa hii mwezi at least umeenda once. Mara moja imetosha, sasa ngoja hiyo mwezi nyingine. Hawakuni kanisani kutik a register. Na by the way, kanisa tunanga register. Tuna register maana we are very busy registering pale kwa uwepo wake. Sasa hii kuregister hii ingine hatuna register. Hizi namba mnapewa ni za serikali, si zangu. Ni serikali. Na hii mambo ya COVID na 1.5 meters distance, unapewa tu hiyo namba, usifikiri umepewa hiyo namba ya kuingia mbinguni. Hiyo si ya mbinguni. Hiyo ni ukapata hiyo kukohoa. Tunafuata hizo namba.
Hiyo namba ni hiyo namba haina ukiroho, haina. Amen. Pengine kuna mtu anatupeleka nyumbani anaambia Mungu, leo nilikuwa namba 15. Leo nilikuwa namba 8. Mungu nani nakukaribia? Leo nimepewa namba 4. Hiyo namba haina consequence. Haina consequence. Ibada yao inatoka kwa moyo. Wacha nikuulize Bwana wa Mungu, ni siku gani mara ya mwisho ulimwabudu Mungu kwa mwaga machozi? Na sisemi machozi ndio tu inaonyesha kwamba moyo wako umeguzwa, lakini ni siku gani mara ya mwisho ulimwabudu kabisa? Ukaenda nyumbani ukijua leo nimekutana na Yehova. Leo nimesimama mbele ya mfalme. Maana hauwezi simama mbele ya mfalme na maisha yako ikakosa kukuwa na kitu ambacho kinaonyeshana ulisimama mbele ya mfalme. Ndio maana unapata kwamba katika dhehebu zingine, kanisa zingine, mtu anatoka kwa misa, akitoka kwa misa anapitia kwa duka ananunua sigara. Maana ibada yao haitoki kwa moyo. Ibada yao inatoka kwa mdomo. Sasa nataka uelewe zaidi ya kile ninachokisema. Mungu anaangalia source. Kinatoka wapi? Proverbs 4:24. Solomoni anamwambia mwanae, guard your heart with all diligence, ama kinga moyo wako zaidi ya vyote ulivyo navyo. Maana kutoka kwa moyo wako there are issues of life. Mambo ya uzima, maneno ya uzima iko ndani ya ile moyo. Sasa nielewe, nikakusomea last week chapter number 15 of the book of Matthew, and I read for you verse number 19, verse number 20 and verse number 21. Kwamba usherati unatoka ndani ya moyo, unafiki unatoka ndani ya moyo, uabudu sanamu unatoka ndani ya moyo, matusi inatoka ndani ya moyo. For from the abundance of the heart the mouth speaketh. Amen. Watu ambao wanamjua Mungu, ibada yao inatoka kwa moyo. For out of the heart, ibada yao inatoka kwa moyo. Kumaanisha wao kumguza Mungu si peke yake na maneno, ni moyo. Number 3. People that are in a relationship with Jehovah, they have testimonies of what he has done previously. Wako na ushuhuda wa kile amekifanya. They have a testimony. Wako na ushuhuda. Watu ambao wanajuana na Yehova na hawako kwa dini, hawako kwa unafiki, wako na historia ya kile Yehova amekuwa akikifanya katika maisha yao. Wanaweza simama waseme leo nitamtumainia huyu Mungu, maana jana alifanya jambo fulani. Kama ingekuwa kile Mungu amekifanya jana ndicho ambacho kinazaa ujasiri, confidence, would you be confident of this God? Kuna watu ambao hawana hiyo confidence, ujasiri na Yehova, maana after their yesterday there's nothing they can remember that God did. Blessed be the name of Jesus. Go to 1 Samuel chapter number 17. 1 Samuel chapter number 17. I'm looking for the conversation between David and King Saul. Let me try verse number 25. I'll tell you plus or minus. Verse number 25. Quickly, please. I'm looking for this conversation. He has come to you, shall be the man who kills him. Move to verse number 28. Or even verse number 30. No, go to verse number 30. Let's jump all this. Now, then he turned from him to one another. He said the same thing. And these people answered him as the first ones. Then these words were spoken until they came to the king Saul. David said to Saul, hapa mtu asikuwe na uoga. Ndio maana wanatuambia hao vijana mko na moto na moto ndio haishi. Daudi anaingia kwa uwanja wa vita. Watu wamekuwa for 40 days 40 nights. Kakijana tu kadogo 17 18 years of age. Ni katoto. Wakati kanaingia pale, kanamwambia mfalme, Iza, tulie. I am here. Nimekaa. Mfalme anashangaa mwenda wazimu. Watu wazima wamekuwa, the fathers, the brothers,
40 days, 40 nights. Kanasema let no man have this Philistine. Mimi tena pigana na huko. Kama mtu kamevaa kinyasa, imelanuka iko na kiraka. Kamekuja tu kutoka kwa forest kametumwa chakula kalete brother. Hata hakajatumwa kaende kwa vita, kametumwa kalete chakula kaende. Verse the next one says, Saul says to David, wherever hawezi, you are not able to go against this Philistine to fight with him. You are only a youth. He is a man of war from his youth. In other words, wewe uko katika mwanzo wake. You are youth. Alianza akiwa kama wewe. Now, he is an old veteran of war. David says to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. He says, your servant has killed CV. CV yako iko na mimi na Mungu. Hear me, child of God. Ile vita unakabiliana nayo saa hii, njia ya rahisi ya kuinuka ni kukumbuka kile Mungu alifanya jana. Lakini kama hauna historia ya ushuhuda, kama ushuhuda wako hauna kile Mungu amekifanya jana, ujasiri wako leo hautajaa. You won't be able to stand. Anamwambia, I have killed the lion and the bear. Anamwambia sasa, huyu Mfilisti mwenye anatahiriwa atakuwa kama hiyo simba na hiyo dubu ambao niliua. See, he has defied the armies of the living God. Let me ask you, woman of God, what testimonies do you carry in your life? Unabeba ushuhuda gani? Unabeba ushuhuda gani? Maana kama hakuna ushuhuda unabeba, uko katika dini, hauko katika uhusiano. Wale wanatembeaga na Mungu, kuna mambo Mungu anafanyaga na wale anatembeaga na wao. Amen. Look at Psalms 84 verse number 7. I'm looking for one valley. There's a valley there. There's one valley there around there. He says, they go from strength to strength. Each one that appears before God in Zion. Then, O Lord of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Then Selah. Behold your shield, look upon. Start from verse number 5. I'm looking for a valley that's right around there. Start from verse number 5. As they go through the valley of, I think, Baca, they make it a spring of waters. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. Therein also, as they go, they make it. As they go, they make it. They make it a spring. Why? They are carriers of the presence. Wakona kutembea wametembea na Yehova. Hata ukiwaambia wamkane hawawezi kumkana. After Petero ametembea na Yesu miaka 3.5 akamkana Yesu, wakati amefufuka akamrejesha. Petero mwana wa Yohana, unanipenda? Kasi Petero akasema anapenda. Mara 3 Yesu akamrestore. Huyu Petero amefanya huduma. Amekamatwa na Herode in Acts 12, malaika amemuokoa. Amekamatwa na wale watu wa kanisa, wazee wa kanisa, wakubwa wa kanisa in Acts 3 and 4, Mungu amemuokoa. But eventually they will tell us, huyu Petero kifo chake alikutana nacho wakati walimwambia mkane huyu Yesu.